Fedha taslimu zikiwa shilingi milioni 6 na milioni 6,221. Lakini pia kuna madawati kutoka kwa mdau wetu, madawati 20. Kwa hiyo pia kuna simenti tunayo mifuko 55. Tuna tanki la maji la lita 40,000, tanki la maji lita 40,000. Ni mfuko wa jimbo darasa kuchangia shilingi milioni 20. Vifaa tuna matofali 900 kama vifaa vya ahadi kutoka kwa ndugu zetu. Oldonyo Media, habari karibu nawe. Rasmi. Shule hii ya chekechea Olorosoito ilianza mwaka 2014. Wakati huo watoto walikuwa wakifundishwa chini ya mti. Mheshimiwa mgeni rasmi, baada ya mwaka mmoja wanakitongoji walijenga nyumba ya makuti na watoto waliendelea kutumia kama darasa la kufundishia. Mafanikio. Mheshimiwa mgeni rasmi, mwaka 2018 tulifanikiwa kujenga darasa moja na ofisi moja kwa nguvu za wanakitongoji na mchango kutoka kitongoji cha Inglorit pamoja na serikali ya kijiji cha Elwai, nao walitoa mchango kidogo. Jengo hilo lilijengwa kwa gharama ya shilingi milioni 25 mpaka kumalizika sasa. Changamoto. Mheshimiwa mgeni rasmi, kwenye mafanikio changamoto pia zipo. Moja, changamoto ya kwanza ni ubovu wa barabara iliyopelekea gharama ya kuleta material shuleni au site kuwa juu zaidi. Changamoto ya pili ni walimu wa kufundisha watoto mara kwa mara wamekuwa wakibadilishwa kutokana na wake za watu ndio wanaotumika kufundisha na muda mwingine wanabanwa na majukumu ya kifamilia. Changamoto ya tatu ni mshahara wa kuwalipa walimu, kwani michango ya wanakitongoji ndio wanalipa walimu hao na muda mwingine wanachelewa kuchanga. Cha nne, watoto huchukua muda mrefu wakisoma chekechea kutokana na shule ya msingi kuwa mbali sana, karibu kilomita 30 kutoka kitongoji cha Olorosoito, na wengine kurudi nyumbani baada ya kushindwa kuendelea na shule ya msingi. Mheshimiwa mgeni rasmi, kuna baadhi ya changamoto zinazowakumba wanakitongoji wa Olorosoito na kuathiri mfumo mzima wa maendeleo ya watoto kwenda shule kama vile ukosefu wa maji, shule ya msingi ya karibu, zahanati na barabara. Mapendekezo. Mheshimiwa mgeni rasmi, tunapendekeza kuwa na mahitaji yafuatayo: kuongeza madarasa mengine, kujenga choo. Mheshimiwa mgeni rasmi, tunahitaji kuwa na milioni 30 ili kufanikisha mahitaji yetu. Jengo hili la darasa moja lilijengwa kwa nguvu za wananchi wa kitongoji cha Olorosoito. Limezinduliwa na Mheshimiwa Fredrick Edward Lowassa, mbunge wa jimbo la Monduli, tarehe 1 mwezi wa 5 2025. Asante. Makofi na vigelegele. Kwa kweli tumepita ile barabara, tumejionea hali ya barabara ilivyo. Ni kweli sio nzuri, lakini ndio ambavyo inazidi
kutufundisha na kutukumbusha majukumu yetu tuliyoyabeba. Majukumu yetu tuliyoyabeba ni makubwa. Bado hapa kuna wananchi ambazo wanahitaji huduma kama ambavyo wanapata watu wa Monduli mjini na sehemu zingine kama sehemu nyingine. Kwa nimekuja, ameelezea Mheshimiwa Diwani kwamba kweli mmeangalia viongozi kweli hawajawahi kufika hapa. Mimi nimefika, sio hivyo tu, mmenipa heshima. Mmenipa heshima kubwa sana. Niwashukuru sana viongozi, mwenyekiti wa kitongoji, mwenyekiti wa kijiji na viongozi wote na Mheshimiwa Diwani. Mmenipa heshima kuweka jiwe la msingi kwenye darasa hili. Hii kwangu mimi ni heshima kubwa sana, lakini tu niwahakikishie kama nilivyobeba deni la Idonyo na Dosi siku hili, na mimi leo naondoka na deni la kitongoji hili cha hapa leo. Naondoka na deni ya kitongoji hiki hapa cha leo. Nimependa sisi leo bado kama wana Monduli tunajadili elimu. Sisi kama wana Monduli tunajadili elimu. Na tunajadili elimu ya mtoto wa Kimasai. Mtoto ambaye kwa jamii iliyoachwa mbali na maendeleo kwa miaka mingi sana. Wakati ule Mzee Lowassa akiwa mbunge, yeye aliamini kwenye elimu kwamba ndio ambacho kitamvusha mtoto wa Kimasai. Lakini hakufanya hivyo tu, aliendelea kuhubiri. Hata wakati ule alipokuwa na ndoto za urais, watu walimuuliza tunaomba agenda zako 3, agenda zako ni nini? Akasema ni elimu. Mimi namshukuru Mungu kwamba leo sisi wana Monduli bado tunaendelea kuishi kwenye ndoto zile, na bado tunaamini elimu ndio mkombozi wetu wa maisha yetu. Kwa na mimi niwahakikishie sitawaangusha. Pigeni makofi. Lakini nimesema hivyo, nimekumbuka na nimshukuru sana Mheshimiwa Rais Mama Samia Suluhu Hassan, Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, kwa sababu utumishi kila mtu anafanya Mungu anavyomuongoza. Na hamna hata siku moja utafahamu kwamba lini kuna mtu atakuja kutambua kazi uliyofanya au kusema asante au kusema chochote. Tunaamini leo mzee kule aliko kwanza ameweka Monduli tena kwenye ramani ya Tanzania na dunia, lakini tunashukuru Mungu kwamba Mama Samia ametambua kwamba kuna mate ya Monduli ambayo yametoa mchango mkubwa kwenye taifa letu, na Mama Samia Suluhu Hassan akaseme kwamba huyu mzee apewe nishani. Heshima kubwa. Amuyori laba ayangisho nado. Mere na ngorna yene wayolo rosoiro mere na mayola mo. Amana higulo melili aite endewe ineji sirara. Naoko na ngaruduje omiri ngangare. Nado waoko ormodire ne waya maner kahagari iri ngangare. Nado ya lole beharinde. Negi wale beharo miri ngo negi ndo janyeko. Aok nava elega dile gibongor ederki amunyi nigi hirbenia amabe ahuma kino ngalo no ngosani nigi welani na navana ilagalo ngana na dilole soko ini ilwani alara Sawa kabisa. na rayo geografia sidai barakeni way mahram yo erana bangishu na lende ne way na gishu na remeka yo shule na lazima begi shugogina doroma sayade tufanye maendeleo kwa ajili ya watoto wetu waweze kuwa kama mheshimiwa mbunge, waweze kuwa kama mheshimiwa katibu wa wilaya, waweze kuwa kama katibu wa vijana. Naomba kwa heshima yako mheshimiwa mbunge nitaje tu baadhi ya vitu ambavyo tumefanya sisi kama shirika, maana kuitwa mdau wa maendeleo sio tu jina la kwangu binafsi, lakini ni kwa sababu nina entity iliyosajiliwa kama mkono wa pili wa serikali kwa ajili ya kufanya maendeleo ya watu. Nina shirika, mimi ndio mkurugenzi. Tumejenga darasa kwa kushirikiana na uongozi wa kijiji, mwenyekiti wa kijiji yupo. Tumejenga darasa la chekechea kwa kuunganisha nguvu yetu ya kifedha haikuwa ya kutosha, lakini tumeweza kujenga darasa kwa miaka 4 sasa. Kuna watoto wanasoma darasa hilo, na tumejenga lina watoto 98 tunapoongea,
na wengine tukiachana na wale ambao wameshajiunga na shule ya msingi. Lakini vile vile pale mazingira yetu yalivyo, maji ni changamoto, na nina uhakika na hilo kwa sababu muda wote ambao umezungumza na Mheshimiwa Rais nimekusikia ukitaja swala la maji. Na sisi kwa kutambua hilo na kwa uwezo ule ambao Mungu ametujalia, tulijenga lilo darasa na tukajenga kisima cha lita 40,000, tukavuna maji ya ile darasa, na kwa mwaka jana hatukupata changamoto yoyote ya maji katika lile darasa tulilojenga, kwa sababu maji yale tuliyavuna na yakatoshelesha kuendesha ile shule, kwa sababu wanasoma, wanakuja asubuhi, wanasoma, wanapikiwa uji, wanakunywa, wanarudi nyumbani wakiwa na nguvu, angalau wamepata uji. Na ile uji tunaboresha kwa nutritions, na tunahakikisha ina nutrients. Kwa hiyo ni moja, lakini vile vile nilipata mfadhili mmoja kutoka Ufaransa akaniahidi matengi 10. Na kwa sababu hiyo tulifika hapa mwezi wa 8 tarehe 16, tulikuja na huyo mfadhili tukapima hili darasa likiwa katika hatua ya umaliziaji, tukapima roof na tukapima height. Tuna uhakika tutajenga tenki hapa ndani ya mwaka huu yenye lita 40,000. Hilo limepita. Kwa hiyo kwa kuja kwangu leo, kitu cha kutanguliza ni kisima cha lita 40,000 tutajenga kuvuna maji yote ya jengo hili, na naamini kwa kufanya hivyo itasaidia madarasa mengine utakayoyajenga au tutakayojenga pamoja. Asante sana. Lango hilo la kwanza. Lakini la pili, niweke na ahadi ya kwamba hili darasa hapa halina madawati. Mheshimiwa Mbunge, nikuombe na Mheshimiwa Diwani, mkifuatilia kabla ya mwezi wa 10 nitaweka madawati ya kutosha hapa. Nitaweka madawati 20. Naomba haya yaandikwe na niulizwe. Tutaweka madawati 20 kuhakikisha watoto watakaa na watasoma. Kwamba tunaweza tukajiletea maendeleo sisi wenyewe. Serikali yetu iko nyuma yetu, lakini serikali pia itafanya endapo inatuona kwamba sisi wananchi pia tumefanya. Inapoona tumefanya kwa kiasi fulani, serikali yetu itatuongezea zaidi na zaidi. Na kwa sababu Mheshimiwa Mbunge mfika, chama chetu kiko hapa, mmeona adha hii. Nilikuwa nasema dada yetu Martha ameongea kwa huzuni kweli kweli. Yale maneno alikuwa anasema, lakini pia wamama wameimba nyimbo ambazo ni kwamba walikuwa wanatudai, walikuwa wanatukopesha. Ndio nasema kwamba tusirudi nyuma, lakini mfereji au hapa tuko jirani sana na Wakenya. Ndugu zetu wa Kenya hawachangii tu harusi, masendo of haya, lakini wanakaaga kujadili na kuchangia masuala ya elimu. Na sisi pia tuendelee kuchangia masuala ya elimu, kwa sababu ng'ombe tunazo, mbuzi tunazo na ardhi tunayo. Na Mwenyezi Mungu atujalie tuweze kuyafanya hayo, tuweze kujiletea maendeleo sisi wenyewe. Asante sana. Sasa kwa sababu ya mdogo wangu kijana huyu anayejitahidi sana amenialika, lakini mwenyekiti wa kijiji pia amenialika, ninaomba mimi nianze na matofali 500. Na muunga mgeni rasmi Mheshimiwa Mbunge pamoja na mdau huyo maendeleo, mimi nianze na matofali 500, lakini msiogope kwa sababu tumeona hii hali. Kwa hili mimi nalia habari ya barabara. Umeona barabara. Umesikia dada yangu Martha aliposema wamama wajawazito na wagonjwa wanabebwa kwa nguo. Na kweli wengi wamebebwa kwa nguo na hata wengine wamefia njiani. Wewe ndio mbunge wetu wa Monduli. Na hizi nafasi tumepewa kwa sababu ya kusaidia hawa watu. Watu hawa wanahitaji kubwa sana. Mimi naomba Mheshimiwa Mbunge, kama umeweza ndonyo na ado, hata hapa barabara hautashindwa. Naomba barabara ili watu hawa wapate huduma yote. Umesikia gharama ya darasa hili. Kiangalia kwa haraka haraka hawezi kugharimu hiyo hela yote 25 milioni. Lakini kwa sababu ya barabara inaenda zaidi ya hiyo hela ile tajwa. Kwa hiyo naomba Mheshimiwa Mbunge barabara.
Kwa niaba ya afisa elimu msingi wilaya ya Monduli, naomba nitoe salamu zake. Moja, amesema shule hii anaipenda sana kuanzishwa kwa sababu hali ya watoto hapa ni mbaya sana. Hapa shuleni kuna watoto 64. Pigie makofi. 62, wasichana 32, jumla wanakuwa 64. Hao watoto wakimaliza chekechea hapa wanaenda kutafuta mahali pa kusoma kule mbali, kutoka kwa ndugu, shule za bweni, na wengine wanabakia nyumbani. Hivyo anaomba kama itawezekana, madarasa 4 yakipatikana hapa, atambue shule hii kama shule shikizi. Kisha tambuliwa kama shule shikizi, anaweza kumleta mwalimu wa serikali kwa ajili ya kufundisha hapa. Na maana gani ya kusema madarasa 4? Darasa la kwanza litakuwa awali, la kwanza, la pili na la tatu. Wakifika darasa la 4 lazima wakasajiliwe kwenye shule zilizosajiliwa kwa ajili ya mitihani. Hivyo mkifanya namna hiyo, naweza kusaidiwa haraka sana na serikali. Na baada ya kujenga madarasa 3, mara serikali itakapopata uwezo wa kujenga madarasa zaidi, wanamalizia shule hii. Kwa kumalizia basi, mimi mwenyewe sasa namuomba Mheshimiwa Porokwa, basi siku ukitembea na yule mzee anaitwa Toima, ukifika pale Mbopo, utembeza kidogo afike hapa. Anaweza akapelekea madarasa 7 tukaanza shule haraka sana. Sasa tutahakikisha hii imeingizwa kwenye shule shikizi, iwe inashikiliwa na shule Elwai wakati kazi nyingine inaendelea. Jambo la pili, mwenyekiti wa kitongoji, hakikisha eneo hili mmebaini ili ionekane kwamba kuna eneo la kutoshea kujenga shule. Idadi ya ekari ndio hingaikaje. Jambo la tatu, tutashirikiana na mheshimiwa mbunge kuona namna gani ya kurekebisha barabara hii. Kabla sijamaliza, niwashukuru sana wananchi wangu wa kitongoji cha Olorosei. Wale radwena, kweli nawashukuru sana. Nimewaelekeza kwa simu, mheshimiwa mbunge, nimewaelekeza kwa simu, wakapokea maelekezo, wakatekeleza maandalizi haya yote bila mtu yeyote wa serikali kufika. Tuwapigie makofi. Kwa hiyo jumla kuu kwa maana ya fedha tumepata shilingi milioni 7,321,000. Milioni 7,321,000, ambapo ahadi ikiwa milioni 1. Ahadi ikiwa milioni 1 na laki moja. Ahadi ikiwa shilingi milioni 1 na fedha taslimu zikiwa shilingi milioni 6 na milioni 6,221,000. Lakini pia tuna vifaa, tuna matofali 900 kama vifaa vya ahadi kutoka kwa ndugu zetu, lakini pia kuna madawati kutoka kwa mdau wetu, madawati 20, lakini pia kuna mbuzi ambazo viongozi wetu walitoa, wametoa mbuzi 4 pamoja, tukaongezea na mbuzi 1 wa MC wetu, kwa tuna ahadi ya mbuzi 5. Kwa hiyo pia kuna simenti tunayo mifuko 55, tuna tanki la maji la lita 40,000, tanki la maji lita 40,000, lakini pia na nikamalizia kutoka kwenye mfuko wa jimbo darasa kuchangia shilingi milioni 20. Kama itapendeza nikupe tu au nikusomee kutokana na maandishi ya Elwai ili tuweze kujua jumla pesa nyingi sana imepatikana. Imepatikana sana hela nyingi sana. Kwenye uzinduzi wa darasa ambalo limejengwa kwa nguvu za wananchi na pia harambee iliyofanya kwa ajili ya darasa lingine lipya. Kwa hivyo njoni basi tusikilize. Kwa ajili ya kutunga mkono, na tunamshukuru sana mheshimiwa mbunge, diwani na viongozi wengine wote kwa harambee yao hii na nguvu waliokusanya kwa ajili ya kujenga darasa lingine. Kiukweli tunawashukuru sana. Weka mbuzi hapo pia. Alafu baadaye nataka unipeleke Dubai na mimi nikamwagilia moyo kidogo. Naona hata changamoto sana. Basi jamani, ongere shule na mare naomba sasa nitangaze rasmi. Wala na shule na darasa ndogo na hii chekechea. Nataka darasa. Historia ambayo tumefanya darasa. Ama akawa hana jingangara ya darasa vya ndio basi na ni chekechea mere na ngamunya darasa. Na watu wamechanga kwa moyo nalaita mananga laito nguruka jini haswa
Kwanza niwapongeze sana changamoto na lingata sana ambao